Kama daktari wa ngozi, hebu nikupe mwanga kuhusu msimu wa masika. Mara tu masika inapoanza, hasa kipindi cha Novemba, Disemba, Januari hadi Februari, kinachotokea ni kwamba ngozi inaanza kukauka. Sasa swali au wasiwasi ni, unashughulikiaje ngozi kavu? Kila mtu anapaswa kuwa na tabia ya kutumia losheni ya kulainisha ngozi. Kwa nini utumie losheni ya kulainisha ngozi? Losheni za kulainisha ngozi zina ceramides ambazo zinahakikisha upotevu wa maji kupitia ngozi unadhibitiwa wakati wa msimu huu. Hivyo losheni inapaswa kupakwa mara tu baada ya kuoga, asubuhi na jioni, mara 2 kwa siku. Wakati matone ya maji bado yapo, ukishajifuta kwa taulo, acha matone machache yabaki kwenye ngozi yako. Paka losheni ya kulainisha ngozi ili pamoja na losheni, maji yako pia yabaki ndani ya ngozi. Lainisha ngozi yako mara kwa mara. Pamoja na kutumia losheni, tafadhali kula matunda yenye maji mengi. Kwa nini matunda yenye maji mengi? Kwa sababu matunda yenye maji mengi yana vitamini C kwa wingi, ambayo huboresha kinga yako ya mwili ili wakati wa mabadiliko haya ya hali ya hewa, kinga yako pia ijengeke kidogo ili usipate maambukizi ya virusi ambayo yanaweza kuwa rahisi kuambukiza msimu huu, na pia kuhakikisha unakuwa na nywele na ngozi nzuri. Maji. Mtu wa kawaida mwenye uzito wa kilo 50 anapaswa kunywa angalau lita 2 za maji kwa siku, na unahitaji kuhakikisha unalala kwa wakati. Hakikisha unalala kabla ya saa 4 usiku ili kuna kitu kinaitwa mzunguko wa ngozi wa circadian ambao hufanya kazi asubuhi na pia usiku. Hivyo kadri unavyolala usiku sana, mzunguko huu wa circadian wa ngozi yako unavurugika na kusababisha nywele kudondoka, upele wa ngozi na mambo yote ambayo uko kwenye hatari ya kupata kutokana na vinasaba yako yanaweza kuanza kujitokeza sasa hivi. Kwa hiyo, kama tunabeba jeni ya ngozi kavu, tuseme umekuwa hulali vizuri kwa siku chache zilizopita. Ghafla ngozi yako inaanza kukauka bila sababu yoyote. Hii ni kwa sababu kukosa usingizi ndiko kulisababisha jeni hiyo kuamka, kwani kulikuwa na jeni ya kifamilia ndani yako ambayo ilikuwa kimya. Kwa hiyo, kinga ya mwili iliposhuka kutokana na kukosa usingizi, jeni hiyo ikaamka na sasa unaona ngozi yako imekauka waziwazi. Kwa hiyo, weka kipaumbele kwenye mtindo wako wa maisha ili uwe na ngozi nzuri na nywele nzuri. Kula chakula bora. Hakikisha unajumuisha matunda kwenye mlo wako, karanga kwenye mlo wako na ulale kwa wakati.